Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amezua mjadala baada ya kumtaka rais mwenzake wa Kenya, Rais William Ruto, kuchukua msimamo thabiti dhidi ya kile alichokitaja kama Gen Z wasio na nidhamu. Suluhu alimhimiza Ruto kuchukua hatua kali dhidi ya wanaharakati wa Gen Z, akifichua kuwa viongozi hao wawili walikuwa wamezungumzia kuhusu harakati za vijana zinazotishia kuyumbisha serikali za Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa kongamano la biashara ya Kenya na Tanzania lililofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam Jumanne, Mei 4, Suluhu hakuzunguka maneno. Kwa mtindo wake wa kusema kwa ukali, Suluhu alisema viongozi wa eneo hilo lazima wachukue hatua za haraka kurejesha utulivu, akisisitiza kuwa mienendo mibaya haipaswi kuvumiliwa. Kauli zake zinakuja wakati ambapo wanaharakati unaoongozwa na vijana, hasa Gen Z, umeongezeka katika Afrika Mashariki, mara nyingi ukidai mageuzi na uwajibikavu. Suluhu alipinga kile alichokiita wanaharakati wa kuvuka mipaka wa Gen Z, akisema baadhi yao wamechukua utambulisho huo kuhalalisha maandamano na vitendo vya kuvuruga amani katika nchi hiyo. Alisisitiza kuwa mataifa yote mawili yana wajibu wa kushughulikia kile alichokiita tabia isiyo na nidhamu, akiongeza kuwa vitendo kama hivyo vikifanyika Tanzania pia vitahitaji kushughulikiwa. Kiongozi huyo wa Tanzania alisisitiza kuwa hatua kali ni muhimu, akihimiza mbinu ya pamoja kati ya Nairobi na Dar es Salaam. Suluhu pia alipinga dhana ya demokrasia kama inavyotetewa na wanaharakati wa Gen Z katika eneo hilo. Waandamana vijana wa Kenya, wengi wao waliokuwa mstari wa mbele kusimamisha mswada wa fedha Juni 2024, wameendelea kuweka shinikizo kwa serikali katika eneo hilo, wakitafsiri wanaharakati wao kama mapambano ya uwajibikavu wa kidemokrasia. Suluhu hakukataa hilo, akisema demokrasia si mfumo wa aina moja kwa wote na kwamba kinachofanya Magharibi si lazima kifanye Afrika Mashariki. Nchi za Afrika, alisisitiza, zina mila, desturi na mifumo yao ya kuendesha jamii, na haya hayapaswi kutolewa sadaka kwa ajili ya itikadi za kisiasa zilizoagizwa kutoka nje. Rais huyo pia alihusisha suala hilo na malengo mapana ya ushirikiano wa kikanda, akisisitiza umuhimu wa utulivu wakati Afrika Mashariki ikijaribu kuimarisha ushirikiano. Alirejelea kauli za awali za Waziri Mkuu wa Kenya, Musalia Mudavadi, kuhusu kufufua miradi pamoja ya miundombinu, akiwemo uwezekano wa kuwa na shirika la ndege la Afrika Mashariki na bandari za pamoja. Kwa mujibu wa Suluhu, malengo hayo yanahitaji viongozi kujifunza kutoka na makosa ya zama na kuepuka kuvunja taasisi zilizowahi kusaidia umoja wa kikanda. Ruto ataweza kuimarisha uhusiano wa Kenya na Tanzania. Kwa upande mwingine, Ruto atatoa hotuba ya kihistoria katika bunge la Tanzania jijini Dodoma, ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Kenya kuhutubu chombo hicho. Kikao hicho, kilichotangazwa na naibu spika Daniel Silo, kinatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mkuu na wabunge. Hotuba ya Ruto inaonekana kuwa hatua muhimu katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya mataifa hayo.